Kamati kuu licha kufahamu ubatili wa tume ya Jaji Othman Chande imepitia hotuba ya mwenyekiti huyo na kuiona kuwa ni hotuba yake na wenzake walioamua kuuza utu wao na kufanya kazi ya kuficha na kupotosha ukweli ambao unafahamika kwa kila mtu Tanzania na dunia nzima. Walatini wanasema res ipsa loquitur, na kwa Kiingereza the matter speaks for itself, na kwa Kiingereza jambo linajieleza, na kwa Kiswahili jambo linajieleza lenyewe. Tume hiyo batili ya Jaji Chande imefanya kazi moja tu ya kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama, hata wanadaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia yanataja na tume hiyo haramu na batili. Tume hiyo katika hali ya kushangaza ilidai kufanya kazi ya kutoa amri ya kuchunguzwa kwa maiti kupitia sheria ya uchunguzi wa vifo the Inquest Act, wakati yenyewe haina mamlaka hayo. Uchunguzi wa vifo visivyoelewekwa ufanywa kwa amri ya mahakama baada ya shauri la uchunguzi kuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya. Kwanza kwamba tume hiyo ya Chande ambayo iliongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu wa nchi yetu ilifanya hivyo, huo ni ushahidi mwingine kwa Watanzania kuwa utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. Si vyombo, idara na taasisi za serikali zinazofuata na kuheshimu sheria, bali zinafanya kazi kupitia amri za wakubwa walioko serikalini. Hivyo takwimu zote zilizotolewa na Jaji Chande katika hotuba yake ni za kutungwa na ambazo hazitokana na ukweli halisi pamoja na mamlaka ya kisheria. Aidha, uchunguzi uliofanywa wa maiti kwa kupitia maagizo ya tume hiyo ni batili na itabidi ufanywe upya kwa kufuata amri za mahakama za uchunguzi wa vifo, Coroner's Court. Licha ubatili wake wa kisiasa na kimaadili, kamati kuu inabainisha kuwa moja ya mapungufu makubwa ya msingi ya tume hiyo yapo katika hadithi za rejea ambazo zilijikita katika kutafuta vichochezi vya ghasia badala ya kuchunguza chanzo cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wa kisheria na kisiasa, mwelekeo huo ulifanya tume kuanza kazi yake tayari ikiwa na hitimisho la awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika mfumo wa uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa kidemokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na huru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi, kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo ni kasoro za kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati kuu inaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa la kuaminika, credibility gap, na kutokana na namna ilivyoundwa na kuendeshwa, wajumbe wake waliteuliwa na mamlaka ile inayolalamikiwa kuhusika katika matukio ya ukatili, jambo linalozua mgongano wa kimaslahi. Aidha, ucheleweshaji wa utoaji wa ripoti ulikuwa mkakati wa kutengeneza kampeni na simuliza kuandaa umma kuikubali ripoti ambayo ni batili, huku mazingira ya hofu yaliyotawala yakiwazuia wananchi wengi kutoa ushahidi wao kwa uhuru, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vinavyotuhumiwa ndivyo vilikuwa vikilinda mchakato wa tume. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti, na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba. Tume ya mauaji inawezaje kufanya kampeni kwa kutafuta mashehe, wachungaji, maaskofu, wanasiasa, waandishi wa habari ambao hata kabla ya kuisoma ripoti yake wanaamka na kusema kuwa wana imani na tume? Ama kweli kiwango cha watu kujiheshimu katika nchi yetu, tena watu wazima, kimeshuka sana.